changamoto za ajira nikaamua kujichanganya kwa mafundi. Kabla sijawa na cheti nilikuwa na ugumu wa kuomba baadhi ya kazi kubwa kubwa, kwa sababu wanakuuliza una uzoefu gani, umesomea. Kwa hiyo baada ya kupata cheti nimekuwa na ujasiri, nafanya kazi na taasisi mbalimbali, imenisaidia sana. Kuna manufaa makubwa sana ya kuboresha ujuzi. Kwanza, ujuzi wako unakuwa bora na wana wataalamu ambao wanaweza kukuelekeza sehemu zozote zenye mapungufu, na baada ya kufanyia kazi yale mapungufu unaweza kutengeneza nguo katika kiwango bora. Fikia lengo hilo kwa mwaka huu tumelenga kuwafikia wananchi 30,000, na kwa kuanza serikali, wizara mmetupatia fedha kwa ajili ya kuweza kwenda kufanya urasimishaji kwa wananchi 14,400, na katika kutekeleza hili wananchi hao hawatolipa gharama yoyote. Fedha hii yote imetoka serikalini, takribani milioni 600 tumepatiwa kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli hii. Tumekwisha kuweka utaratibu wa kutambua na kurasimisha ujuzi unaopatikana nje ya mfumo rasmi katika fani mbalimbali za amali kwa lengo la kuwawezesha walengwa kushiriki kikamilifu katika ulimwengu wa kazi. Wale wenye vipaji ambao wamejiendeleza vizuri kwa kufanya kazi wanapata fursa ya kutambuliwa na kupata vyeti ambavyo kama sera inavyosema vinaweza kwa kufuata vigezo vinavyotambulika wanaweza kaendelea kusoma katika ngazi nyingine za elimu kwa kutumia vyeti hivi. Mpango wa utambuzi na urasimishaji ujuzi unakuja katika wakati muafaka ambapo taifa linaendelea kujenga uchumi shindani unaotegemea nguvu kazi yenye ujuzi.